السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نميمي ndugu yenu Jamaluddin Uthman, imam na khatib katika msikiti wa Jamia jijini Nairobi. Kwa rehema za Allah, leo Mwenyezi Mungu ameniwezesha nimetoka Jamia Nairobi na msikiti wa kwanza nimekuja ni Jamia Bunyezi. Namshukuru Sheikh Said Baba Idi, sio? Mwenyezi Mungu amjaze kheri, na nafurahi kwamba nimekuja kwa Jamia nyingine. Kando na hayo, kabla sijamshukuru mwanadamu, acha nimshukuru Allah kwa neema ya Uislamu. Na namshukuru kwa Allah kwa sababu ya neema ya Uislamu, leo Allah ametuleta pamoja. Japokuwa tumetoka nchi mbali, sehemu mbali, lugha tofauti au rangi tofauti, lakini Allah amejalia Uislamu na undugu wa Uislamu umetuleta pamoja. Namshukuru Allah kwa neema hii. Na kwa ajili ya Uislamu leo nimekaribishwa katika nchi hii na ndugu zangu Waislamu. Na mimi nawaambia amakuru yanyu. Murakome. Na wakunda kubera Allah. Sijui kama nimepata. Nimepata, sio? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Na kweli nawapenda kwa ajili ya Allah. Nawapenda kwa ajili ya Allah. Kwa mapenzi haya Allah tukutanishe janna pamoja. Watukufu wa Islamu, nataka nianze muhadhara yangu kwa kisa kilichotokezea katika mji mtukufu wa Madina katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kuwaletea nusra Waislamu, walipopata mateso na dhiki na maudhia, Allah akawapangia nusra Waislamu, akawaamrisha Waislamu wahame mji wa Makka waelekee Madina. Na wale waliohama mji wa Makka kwa ajili ya dini yao wakajulikana kama muhajirin, waliofanya hijra. Miongoni mwao walikuwa ni sahabi ajulikana kwa jina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu arda. Japokuwa alipokuwa Makka alikuwa yuishi baina familia yake na alikuwa akiheshimika katika jamii. Alikuwa ni mtoto wa mtu maarufu, mfanyabiashara maarufu, na yeye pia akawa ni mfanyabiashara, bali yeye akawa ni katika watu wa kwanza waliosilimu radhiyallahu anhu arda. Lakini maudhia ilipozidi dhidi ya Waislamu na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya miaka 13 wakaamrishwa wahame waelekee katika mji mtukufu wa Madina. Alipofika Madina, na mwajua hali ya balaa anapokimbia mtu kama mkimbizi. Mungu asiwajalie. Amin. Lakini nyinyi wa Burundi leo mkiwa wakimbizi mtaacha kila kitu hapa. Na hii ni hisia ama ni experience masahaba walipitia. Wakawa ni kana kwamba ni wakimbizi, na mtu akiwa ni mkimbizi yuaenda kwa watu ambao wasiowajua, yuaenda kwa nchi ambayo si kwa yake, yuaenda kuishi na watu ambao si watu wake, na kila alichokuwa nacho yuacha nyuma. Kwa hivyo yukuja peke yake, ameacha kila kitu nyuma, na kule anapoelekea mbele yake hajui atakutana na nini. Hali nzito. Mimi nikitoka Kenya sikutoka kama mkimbizi, mambo yangu yako sawa, na ningekuja hivyo hapa ningekuwa na wasiwasi. Lakini hapa nina wakunipokea. Hawa ambao walionipokea nimetaja majina zao, Allah wajaze kheri. Lakini wewe chukua hii picha, kama ningekuwa nakimbia Kenya na acha kila kitu, siwezi kurudi. Na nimekuja Burundi, sina mtu namjua hapa. Hiyo ndio ilikuwa hali ya masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa sababu ya dharura hiyo, Abdurrahman ibn Auf alipokuja Madina, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawahimiza wenyeji wa Madina wanusuru Waislamu. Walipojitolea Waislamu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam
akafanya Waislamu washirikiane. Kivipi? Akamchagua mmoja ambaye alifanya hijra na akamchagua mwenyeji aliyekuwa Madina, akawafanya nyinyi ni mandugu mushirikiane. Na Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu akachaguliwa mwenyeji wake katika Madina, Saad ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu arda. Saad akampokea Abdurrahman ibn Auf kama mkimbizi, ameacha kila kitu nyuma. Akamwambia Saad, Abdurrahman ibn Auf, ndugu yangu, umekuja, ulikuwa mfanyabiashara mkubwa, ulikuwa na mali, lakini umekuja leo hauna lolote. Lakini usiwe na hofu, mimi ni ndugu yako. Japokuwa sisi si familia moja, si kabila moja, hatutatoka katika mji mmoja, lakini Allah ametujalia sisi ni mandugu, na Ar-Rasul amenichagua mimi na kukuchagua wewe, akatuleta sisi pamoja tushirikiane. Hasa Rasul akaambia, wewe na wewe shikamaneni, wewe na wewe shikamaneni, wewe na wewe shikamaneni. Hasa mimi na wewe Ar-Rasul ameniambia nikushike mkono. Na mimi katika wafanyabiashara wakubwa wa Madina, kama vile wewe ulivyokuwa mfanyabiashara mkubwa katika Maka. Kwa hivyo umekuja kwangu, mwanzo nataka usihisi kwamba wewe ni mgeni, kama vile mlivyonionyesha kwamba mimi si mgeni hapa. La pili, mali yangu nyingi nimeigawanya nusu, nusu nakupa wewe, nusu nabakia nao. Na umekuja Madina huna mke, mimi nina wake wawili, na waita uangalie yule ambaye anayekupendeza, nitampa talaka umoe. Hapo Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu akamwambia Saad ibn Rabi' al-Ansari, barakallahu laka fi ahlika wa malik, dulluni ala suq. Hamna haja kugawanya mali yako nusu, hamna haja kumwacha mke wako kwa ajili yangu. Allah akubarikie mali yako, bakia nayo. Na Allah akubarikie wake zako, hakuna haja kumpa talaka moja kwa ajili yangu nimuoe. Lakini mimi naomba jambo moja, mimi ni mzuri hodari wa kufanya biashara, na ujuzi na elimu. Hebu nielekeze soko, huwa mfanya biashara mambo yaenda vipi? Nielekeze soko ni wapi, na unipatie siri za biashara katika mji huu. Hapo Abdurrahman ibn Auf akashikwa mkono na Saad ibn Rabi', akamwelekeza, hivi ndio unavyofanya, bidhaa zinatoka huku na kule. Abdurrahman akamwambia, basi hapo umenisaidia, umenipatia siri ya mji na biashara namna inavyofanyika, hakuna haja kunipa mali yako, wewe niachie sasa mimi. Akaingia soko, akachukua huku akipeleka kule, akichukua huku, kwa ulimi mzuri, kwa uaminifu, kwa bidii. Allah akamfungulia Abdurrahman ibn Auf alikuwa akishika kitu biashara yote anaingiza mkono wake, Mwenyezi Mungu humjalia kama dhahabu. Na sisi Allah atufungulie ibada. Amin ya Rabb. Ikawa mkono wake Allah ametia baraka. Na hivi ndio ilivyo mwanadamu. Siku ukiamua kujitegemea, usimsubiri mwanadamu, usimsubiri ndugu yako, usisubiri urathi ambaye kila mmoja yupigania, ukasema hebu acha mimi mwenyewe nijitafutie, hebu acha mimi mwenyewe nijinganganie, hebu acha nisiwe mzigo kwa mtu, acha mimi mwenyewe nikule jasho langu. Siku ukiamua hivyo, basi sikiza Rasul asemaje sallallahu alaihi wasallam, man istaghna aghnahu Allah, man istaghna aghnahu Allah, man istaghna aghnahu Allah. Yule ambaye anayejitosheleza akasema mimi simngojee mtu, singojee urathi, singojee kuomba, singojee serikali, mimi wacha nijiamulie, wacha nichangamke, wacha nianze kuanzia chini, nianze kidogo kidogo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, yeyote anayefanya uamuzi huo, na yeye Allah atamshika mkono, atamtosheleza, hata mhitaji mtu. Na leo Allah akikufikisha daraja ya kwamba mahitaji yako ya msingi wasimamia wewe mwenyewe, nyumba yako kodi wajilipia mwenyewe, afya ukiwa mgonjwa wajilipia mwenyewe, mtoto akiwa mgonjwa wamlipia, ukitaka kutoka sadaka watoa, ukitaka kwenda umra wajifanyia mwenyewe. Siku ukifika hapa ni Allah amekutosheleza. Sasa ukitaka kufika hapa ni wewe mwenyewe uamue kwamba mimi nitakula bidii yangu na jasho langu. Na hilo ndo alilolitaka Abdurrahman ibn Auf, na naam akafika, bali Allah akamfungulia baada ya miaka, ikawa hakuna mtu tajiri Madina kama yeye. Huyu ndo Abdurrahman ibn Auf. Hasa sijui ushangazwe na nani,
ushangazwe na imani ya Saad ibn Rabi' ambaye alikuwa tayari kugawanya mali yake kwa mtu asiyemjua, kwa mtu asiyemtambua, kwa mtu ambaye ni mgeni, ni mkimbizi, lakini kwa ajili ya la ilaha illa Allah nitamshika mkono. Ama ushangazwe na mtu ambaye aliyepewa kila kitu, mali na dunia na mke, akasema wacha nisikusumbue, wacha nionyeshe mimi nifanye vipi, najua mimi nikijitegemea Allah atanishika mkono. Ushangazwe na imani ya Abdurrahman ambaye alikuwa yuhitaji, alikuwa na imani kwamba mimi nikisimama Allah atanishika mkono. Ama ushangazwe na imani ya Saad radhiyallahu anhu ambaye hakuona uzito kugawanya mali yake, bali hata kumpa talaka mke wake kwa ajili ya ndugu yake amoe. Hapa pana swali, ni jambo gani lililopatikana baina hawa wawili mpaka Allah akalizungumzia tukio hili katika Qur'ani? Tena hii ni mfano mmoja, mifano ilikuwa ni mingi, mpaka Allah akaliangazia katika Qur'ani. Akapendezwa mno na imani na undugu uliopatikana baina Muhajirin na Ansar. Allah yuwasifu, akabainisha katika Qur'ani akasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah amewaangazia hali ya muhajir aliyekimbia kwake kwa ajili ya imani, ya kulinda imani yake, akaacha kwao, akaacha mali yake, akaacha kila kitu kwa ajili ya imani yake, paka wakawa si maskini bali wakawa ni mafakiri. Mmoja fakiri ni nani? Fakiri ni mtu ambaye hata hafikishi nusu ya mahitaji yake. Ikiwa kwa mwezi yahitaji $100, kwa siku, kwa mwezi hata $50 hafikishi, afikisha $30. Huyu ndo fakiri kwa istilahi ya fuqaha. Wakawa mafakiri baada ya kuwa matajiri, na ufakiri wao ulisababishwa na hijra waliofanya. Na hijra ilifanyika kwa sababu walifukuzwa makwao. Lilfuqara alladhina ukhriju, walitolewa min diyarihim wa amwalihim, wakatolewa nje ya miji yao na majumba yao na mali yao, wakabia biashara, wacha hapa, wewe nenda. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na kwa ajili ya kutafuta malipo kutoka Mwenyezi Mungu na fadla zake, na kwa ajili ya kumnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wayansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ar-Rasul asema, Allah asema hawa ni wakweli katika imani yao. Kuna wengi wanadai kwamba ni waumini lakini kumbe ni waongo. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman. Kuna watu wajao wadai kwamba wao ni waislamu na nini, kwamba sisi tumekuwa waislamu, tumewaunga mkono waislamu wenzetu. Allah asema wengine si wa kweli, lakini Allah asema juu ya masahaba muhajirin, ulaika humus sadiqun, hawa walikuwa ni wa kweli katika imani yao. Allah tujalie tuwe wa kweli katika imani zetu. Kisha Allah awaangazia masahaba waliowapokea, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbun, wanawapenda man hajara ilayhim, waliofanya hijra wakawajia wao. Hawakuwafanyia chuki wala hawakusema hawa wamekuja kuteka mji wetu, wamekuja kuteka nchi yetu, hawa ni wakimbizi. La,
waliangalia la ilaha illa Allah, wakaamini mwenye kutoa riziki ni Allah, mwenye kutoa riziki ni Allah. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hawana nyongo wala chuki dhidi ya wageni wao, wala hawaoni kwamba ni mizigo. Hasa hii imesababishwa, uhusiano huu ulipatikana kwa sababu ya kipengele moja kupatikana, na kipengele hili lilipopatikana ndio ikawa sababu ya Waislamu kupata nusra. Na kama Waislamu tunataka nusra popote tulipo, bila kipengele hiki haipatikani nusra popote tutakapokuwa. Nao ni undugu katika Uislamu, undugu unaojengeka kwa msingi ya la ilaha illa Allah, undugu unaojengeka kwa msingi wa imani. Ndipo Allah akasema innamal mu'minuna ikhwa. Ndipo Rasul akasema almuslimu akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Muislamu ni ndugu ya Muislamu, na nyinyi muwe ni mandugu, nyinyi waumini kuweni mandugu, waja wa Allah kuweni mandugu. Hasa mimi nawauliza, je, kama Muislamu wewe una sifa ya kumthamini Muislamu mwenzako? Je, kama Muislamu wewe una sifa ya kumthamini mtu kwa ajili ya la ilaha illa Allah popote alipo duniani? Je, wewe kama Muislamu una sifa ya kumpenda anayesema la ilaha illa Allah wala si kwa ajili ya maslaha ya kidunia? Je, waweza kumpenda mtu si kwa ajili ya mali wala cheo wala maslaha? Unayo tabia kumpenda mtu na kumtukuza kwa ajili ya la ilaha illa Allah? Ikiwa unayo basi ujue ya kwamba wewe wajenga Uislamu. Lakini ikiwa hauna, basi wewe ujue ni katika wale ambao wanaovunja Uislamu. Na tusitarajie nusra popote tutakapokuwa ikiwa Waislamu hatutakushikamana na tukawa na undugu wa kiimani. Hasa hapa pana swali, ni mambo gani ambayo yanachangia undugu katika Uislamu? Kwa sababu na imani sote hapa tuko tayari tuchangie katika nusra wa Uislamu. Na imani hapa tuko tayari tuepukane na sababu ya kusababisha Waislamu kuzoroteka na hali yao kuwa mbaya. Bali kila mmoja yatamani yeye sababu ya Waislamu kupata nguvu, wala si sababu ya Waislamu kudhoofika. Mimi na imani sote tuko na nia hiyo. Jambo la kwanza, ukitaka au sababu inayoleta undugu baina Waislamu ni watu kupendana. Allah alipowasifu al-Ansar alitaja sifa moja walikuwa nayo katika Qur'ani, sifa ya kuwapenda waumini wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna, wanawapenda. Sasa huwezi kusema wewe wataka Waislamu wapate nguvu, huwezi kusema wataka undugu baina Waislamu upatikane ikiwa huwapendi Waislamu wenzako. Bali katika sifa ambayo watakana uwe mbali nayo ni kuwachukia waumini. Na ikiwa una sifa ya kuwachukia waumini, basi ujue kwamba hii si sifa ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Ya Allah, mimi nakuomba usinijalie niwe na sifa ya kuweka chuki na nyongo dhidi ya waumini. Hasa kila unapohisi nafsi yako inakuwa nzito, kuna Muislamu fulani humpendi, kuna mtu, wewe muombe Allah kwa hii dua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Alafu nimalizie kwa nukta hii ya kupendana. Kupendana baina Waislamu si khiari, ni lazima kwa kila anayetaka kuingia janna. Usione ya kwamba kupendana baina Waislamu ni kitu cha kama sunna ama ni kitu ambacho ni kizuri. La, ni jambo la lazima. Wallahi ni jambo la lazima kwa kila anayetaka kuingia janna. Ikiwa hutaki kuingia janna mengine,
Lakini ikiwa wataka kuingia janna, ni lazima sifa hii ya kuwapenda waislamu wenzako uwe nayo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna aljanna, hamutaingia janna, hatta tu'minu, mpaka muwe waumini, wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa waumini mpaka mupendane. Hasa hapa pana swali, kupitia maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa yule anayetaka kuingia janna sharti awe ni nani? Mu'min. Na kwa kila anayetaka kuwa mu'min sharti apende waumini wenzake. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo huwezi kusema wataka janna ya Allah na wewe si mu'min, na huwezi kusema wataka kuwa mu'min kama hupendi waumini wenzake. Kwa hivyo kupendana kwa waumini, na wauliza ndugu zangu Warundi, kupendana baina waislamu na waumini ni sharti ya kuingia janna ama si sharti? Ni sharti. Ar-Rasul amezifungamanisha hivi, hawezi kuachanisha. Janna na imani zimefungamana, imani na kupendana baina waumini imefungamana. Kwa hivyo Muislamu mwenzako awe na upungufu aina yoyote, angalia Uislamu, akukosea namna gani, kama waweza kumsamehe msamehe, lakini hata mtakosana mtu namna gani, msivunje undugu baina Waislamu. Nafikiri imefahamika. Jambo la pili ambalo lazima lipatikane ikiwa tunataka undugu upatikane baina waumini, kando na kupendana na kuepukana na chuki, sifa ya pili lazima ipatikane ili undugu kupatikana, ni sifa ya rahma. Ni sifa ya rahma. Rahma ni huruma, kuhurumiana. Hatuwezi kusema undugu utapatikana kama hatuhurumiani. Na sifa ya kuhurumiana ni sifa ya msingi katika uhusiano aina yoyote. Katika uhusiano aina yoyote, ikiwa hakuna huruma baina hiyo uhusiano, ama huruma haipatikani katika hiyo uhusiano, uhusiano huo utavunjika. Tawapa mfano. Uhusiano ulioko baina mume na mke, uhusiano mzuri ili upatikane, rahma lazima ipatikane. Ikiwa hakuna huruma baina mume na mke, mume hamhurumii mke wake na mke hamhurumii mume wake, ndoa hiyo hawatakaa kwa raha na mwisho huenda ikavunjika. Ni sharti kwa uhusiano aina yoyote hapa duniani, ili uhusiano wako baina wewe na mtu yeyote, huruma ipatikane katikati yenu. Allah alipoangazia juu ya ndoa asema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kama wewe hauna huruma na mke wako, ama wewe mwanamke hauna huruma na mume wako, wallahi hiyo ndoa haukai kwa raha. Si maneno yangu, maneno ya Allah jalla jalaluhu. Uhusiano uliokuwa naye mtu yote hapa duniani, wataka uhusiano udumu, mhurumie. Bali si uhusiano na ndoa, bali uhusiano ya wewe na mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala tufundisha namna kuwaombea wazazi wetu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ewe Mola hurumie kama alivyonilea. Rahma waitaja. Sasa wewe kama huna huruma na watoto wako, vipi watakukumbuka katika dua utakapokuwa kaburini? Lazima rahma iwe kwa mzazi anapokuwa na mtoto wake. Na akikosea mtoto wako, kuna jinsi ya kumrekebisha. Kuna wengine humtia mtoto adabu na kuna wengine humpa mtoto adhabu. Sasa wewe unapomrekebisha mtoto wako na kumfundisha anapofanya makosa, ni kumtia adabu kidogo ama unamtia adhabu na kumuumiza? Kila mmoja ajijua. Masahaba tueleza uhusiano baina mwalimu na wanafunzi. Yule sahabi ambaye aliyekojoa msikitini, watu wote walimkemea isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mwalimu mwenye huruma. Asema sijaona mwalimu mwenye huruma mfano wake. Wallahi ma qaharani wala shatamani. Wallahi hakunikemea wala hakunitukana. Alinihurumia, akaniita, akanirekebisha. Na hii sifa kila mtume lazima awe nayo. Wama arsalnaka illa
rahmatan lilalamin. Huruma lazima ipatikane katika kila uhusiano, hata mtoto mdogo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, laysa minna man la yarhamu saghirana wala yuqiru kabirana. Si mmoja wetu ikiwa mtu hana huruma na wadogo wake na hana heshima kwa wakubwa wake. Sasa wewe jiulize, nyumbani kwako una mandugu ambao ni wakubwa wako na una mandugu ambao ni wadogo wako. Hao wadogo wako unawahurumia ama unawakandamiza na kuwadhulumu na kuwanyima haki zao? Na wale wakubwa unawatukana ama wawaheshimu? Ar-Rasul atueleza, laysa minna, si mmoja wetu ikiwa mtu hajui kuwaheshimu wakubwa wake na ikiwa hajui kuwahurumia wadogo wake. Ndipo ulama wanasema, kwa kila mzazi ambaye angependa nyumba yake watoto wake washikamane baada ya kufa kwake, ahakikishe sifa hii ipatikane baina watoto wake. Kila mtoto amheshimu aliyekuwa mkubwa na amhurumia aliyekuwa mdogo. Sifa hizi kipatikana katika nyumba yako, watoto wako wote, huu ni mkubwa wako mheshimu, huu ni mdogo wako mhurumie, nyumba hiyo itasimama. Hata baada ya wewe kufa, watoto wako watashikamana na undugu utabakia, kwa sababu ya sifa hii ya rahma kupatikana na heshima kupatikana. Na sifa ambayo Allah amewataja waumini na wafuasi wa Mtume Muhammad wako nao, aeleza katika Qur'ani tukufu, suratu Fath. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Jamani, sifa huruma ipatikane. Ikiwa una uhusiano na mtu yeyote na wataka uhusiano huo ni uhusiano mzuri, usiondoshe rahma, hakikisha rahma ipatikane. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam amesifiwa na Allah pamoja na wafuasi wake, Muhammad ni mtume wangu, mimi ndo nimemtuma. Allah asema Rasul ni mtume wangu kutoka kwangu, walladhina ma'ahu, na wale waliko baina yao, ashidda ala al-kuffar ruhamau bainahum. Sasa wewe jiulize, hii sifa ya rahma iko baina waumini, na wewe una sifa ya huruma? Je, wahurumia wake zako? Wahurumia wazazi wako? Wahurumia watoto wako? Wahurumia wadogo wako? Wahurumia waumini wenzako? Ruhamau bainahum. Ulama wakasema, ikiwa undugu baina waislamu, yatutaka tujenge undugu baina waislamu, lazima rahma ipatikane baina yao. Bila huruma undugu hakuna, bila huruma bali hakuna uhusiano yote utakayopatikana. Nafikiri nukta hii imefahamika vizuri. Sifa ya kwanza ni mapenzi, kupendana. Sifa ya pili, kuhurumiana. Sifa ya tatu, jambo la tatu ambalo ni la msingi lazima ipatikane, ni kwamba waislamu wana haki juu yako. Allah ana haki juu yako, wazazi wako wana haki juu yako, mke wako ana haki juu yako, mume wako ana haki juu yako, mtoto wako ana haki juu yako, ndugu yako ana haki juu yako, jamaa na familia na karaba wana haki juu yako, na kila Muislamu ana haki juu yako, na jirani ana haki juu yako, na kila mtu anayesema la ilaha illa Allah uliokuwa naye ana haki juu yako. Undugu kupatikana, lazima tuchunge na tuwapatie waislamu haki zao, kama vile unavyofanya bidii kumpatia Allah haki yake, kumwabudu na usimshirikishe, kama vile wazazi unavyowapatia haki zao, kama vile mke wako unavyompatia haki yake, mume wako unampatia haki yake, watoto wako wapatie haki zao. Kila Muislamu pia ana haki sita juu yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atueleza katika Sahih Muslim ilivyopokewa kupitia hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asema haqqul muslimi ala al-muslimi sit. Haki ya Muislamu ya kila Muislamu juu ya kila Muislamu ni sita. Ya kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi, wa idha da'aka faajib, wa idha istansahaka fansah lah, wa idha atasa fashammat, wa idha atasa fahamida Allah fashammit, wa idha marida fa'ud, wa idha mata fattabi'hu.
Haki sita kila Muislamu. Ukikutana naye msalimie ndugu yako, na akikusalimia pokea salamu zake, hata kama kuna tofauti baina, lakini salamu ni haki ya kila Muislamu. Ukimwona msalimie, na akikupa salamu pokea salamu zake. Jambo la pili, idha da'aka faajib, na akikualika itikia mwito wake, hata kama ni baada ya muda, kulingana na uwezo wako. Mimi nilialikwa zaidi ya miaka 10 na Sheikh Zubair, wakati haukuniruhusu. Miaka 3 iliyopita tukakutana Dar es Salaam, wakati haukuruhusu. Lakini baada ya miaka 10 nilitia nia, kwa sababu ni haki ya Muislamu akikualika uitikie. Sasa siku ukipata fursa wewe itikia. Kama hauna fursa uko na udhuru, sio? Uko na dharura yaeleweka, majukumu na kazi. Leo Sheikh Zubair akiniambia na mtoto wangu yaoa, nataka uje harusi, ikiwa na uwezo na wakati waniruhusu na muda na hali inaniruhusu, nitakuja mpaka Dar es Salaam, nitakuja mpaka Bujumbura nihudhurie nikahi ya mtoto wake, ikiwa uwezo utaniruhusu. Na ni haki ya Muislamu, lazima nimpatie. Lakini ikiwa hali yaniruhusu na dharura mbele na udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, tanialika harusi ya kijana wako inshallah. Inshallah, barakallah. Na mimi kama akinialika siku na uwezo nitakuja, kwa sababu ni haki ya kila Muislamu. Wa idha da'aka faajib, na ndugu yako akikualika, akikupatia uwalishi, itikia. Usiangalie maskini tajiri, usiangalie aliyekuwa juu aliyekuwa chini, maadamu uwezo wa kuruhusu wewe nenda. Ni haki ya kila Muislamu kupokea salamu na kumpa salamu, kuitikia uwalishi wake, na akiomba ushauri usiwe mchoyo. Wa idha stansahaka fansah la, na mtu kuomba ushauri kwa njia nyingi. Namwambia Sheikh Zubair, hapa hebu nieleze, mimi nina pesa nataka kuinvest, nataka kuwekeza biashara hii, naona ni nzuri. Sasa yeye asinifanyia khiana, ni haki yangu mimi, lazima nipe. Nimeona boma nzuri, mama moja hapa mzuri, nikasema mama amenipendeza, hebu yuko na binti yake vipi? Namuomba ushauri, akinifanyia khiana atakuwa amenikosea, lakini ni haki anipatie haki yangu ya Uislamu, nikiomba ushauri asifanye uchoyo. Wa idha atasa fahamida Allah fashammit, akichemua ama akipiga chafya, lakini sharti fahamida Allah, akasema alhamdulillah, mimi ni mwambie yarhamka Allah. Lakini akipiga chafya akasema excuse me, sijui kama mwajua hiyo mnasemaje huko? Huko wanasemaga kira. Kira, sio? Akisema kira usiseme yarhamka Allah, akisema excuse me usiseme yarhamka Allah. Sharti ambaye Rasul amesema fahamida Allah, akamhimidi Allah, akasema alhamdulillah, na nyinyi mwasemaje? Yarhamuka Allah. Yarhamuka Allah. Nafikiri meleka. Akipiga chafi akasema kira, na nyinyi mnasemaje? Twesi. Hiyo ni bid'a. Astaghfirullah. Sio? Kwa hivyo akisema alhamdulillah unamwambia yarhamka Allah. Haki ya 4. Haki ya 5, wa idha marida fa'ud, na akiwa mgonjwa mtembelee ndugu yako. Ukisikia fulani mgonjwa, fulani hali yake si nzuri, hali ya kuruhusu, wakati tia nia, huyu nikipata fursa mwanzo lazima nimwendee, mkusudie mgonjwa, umtembelee. Wa idha mata fattabi'u, na siku akifa umesikia fulani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fulani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, haki yake ni kwamba usumswalie na ufuate janaza lake mpaka afikishwe kaburini. Hii ni haki ya Muislamu. Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo hizi ni haki 6. Ulama wakasema ili undugu upatikane baina ya Waislamu, lazima tuhakikishe kwamba kila Muislamu yupewa haki yake. Hii ni nukta ya 3. Kupendana, kuhurumiana, na tupeane haki ya kila mmoja wetu. Jambo la 4, ili undugu upatikane, lazima tunusuriane. Anapokuhitaji ndugu yako, simama naye, ikiwa uwezo na hali ya kuruhusu. Ikiwa uwezo na hali haikuruhusu, Allah asemaje? La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Kama huwezi hauwezi, lakini kile chache waweza kufanya fanya. Kama ni mali yako tumia, kama ni nguvu zako tumia, kama ni heshima tumia jina lako, kadri uwezo wako. Na ikiwa umeshindwa, qaddara Allah ma shaa fa'al. Kwa hivyo
Ulama wakasema ili undugu upatikane lazima tunusuriane. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam maneno mazito, na kunusuriana baina waislamu ni lazima kama una uwezo na kwa kiwango ambacho Allah alichokuwezesha. Lakini siku ndugu yako Muislamu ya kuhitaji na una uwezo na ukamwacha, la ilaha illa Allah, emusikizeni baada gani na kusubiri. Onyo kali kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema sallallahu alayhi wasallam, ma min mri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allah fi mawtin yuhibbu fihi nusratahu. Asema hakuna Muislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma min mri'in yakhdhulu imra'an musliman, hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake. Khudhlan maana yake ni nini? Ulama wakasema al-khudlanu tarkul auni wa adamu nasr, kutomsaidia mwenzako na kutomnusuru ili hali Allah amekupa uwezo. Hii ndio maana khudhlan, wal iyad billah. Hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake, asimnusuru na asimsaidie ili hali ana uwezo, akaamua kumwacha, illa itafika siku na yeye atahitaji nusra ya Allah, na Allah naye ataamua kumfanyia khudhlani, asimnusuru na amwache. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi siku ukihitaji nusra na Allah sikunusuru, hauna mwingine ataweza kukunusuru. Kwa ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Allah sema in yansurukumullah, ikiwa Allah atawanusuru, fala ghaliba lakum, hamna ambaye atakayewaghilibu na kuwashinda. Wa in yakhdhulkum, na Allah akiwaacha asiwanusuru, faman dha alladhi yansurukum min ba'di, muna nani baada Allah aweza kuwanusuru? Wallahi hakuna. Na katika sababu ya Allah kukuacha asikunusuru ni kwamba kuna siku ulikuwa na ndugu yako Muislamu ya kuhitaji na ulikuwa na uwezo, lakini ukasema achana naye. Madamu ulifanya hivyo, ujue kwamba ni deni, na Rasul asema illa itafika siku khadhalahu Allah, Mwenyezi Mungu naye atakufanyia khudhlani, asikunusuru fi mawtihin yuhibbu fihi nusrata, katika wakati ambao wahitaji Allah kunusuru. Sasa wewe kumnusuru mwenzako na kumnusuru ndugu yako Muislamu yajenga undugu, na usione kwamba utakapomnusuru ndugu yako umemsaidia, baina wewe na yeye wewe ndio umejisaidia zaidi. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kumalizia, wama min mri'in yansuru musliman, hakuna Muislamu atakayemnusuru ndugu yake Muislamu mwenzake, fi mawtin, katika hali au katika sehemu, yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi mawtin yuhibbu nusratahu. Hakuna Muislamu atakayemnusuru mwenzake illa na yeye itafika wakati atahitaji nusra ya Allah, na Allah ndo atamshika mkono amnusuru. Na yule atakayeshika mkono na Allah ameshindwa, haizi kushindwa. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum, Allah akikushika mkono akikunusuru, hakuna weza kusimama mbele yako, yote utawashinda. Hasa siku ukisimama na ndugu yako, kwa hakika haujasimama naye zaidi kuliko wewe vile ulivyosimama na nafsi yako. Na ukiwa Mwenyezi Mungu amekupa uwezo ukamnusuru mwenzako na ukamuokoa na ukamsaidia, usione kwamba umemfaa yeye, bali wallahi umejifaa wewe mwenyewe, kwa sababu yeye amepata msaada wako, lakini wewe umepata msaada wa nani? Na kati yako na yeye nani aliyefaidika zaidi? Nauliza, kati ya yule uliyemsaidia akapata msaada wako na wewe baada ya kumsaidia umepata nusra ya Allah, baina nyinyi wawili, wewe na yeye, mimi na yeye, nani aliyefaidika zaidi? Mimi. Kwa hivyo maisha yako ukisimama na mtu ukausije ukaona kwamba umemsaidia, wallahi umejisaidia mwenyewe zaidi. Ndipo ulama wakasema sababu ya kuleta undugu
ni watu kunusuriana na kila mmoja kusimama na mwenzake. Jambo la 5 yenye kujenga undugu baina Waislamu ni watu kutodharauliana. Dharau ikipatikana na mtu kuwa na kibri na kumdharau mwenzake, utavunja undugu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wala yakdhibuhu wala yakhdhuluhu kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. محل الشاهد لنكتة مشو بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. yatosheleza ni shari tosha kwamba wamdharau mwenzako. Katika hadithi nyingine asema Mtume sallallahu alayhi wasallam بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Ulama wakasema ihtiqar, kudharauliana ama mtu kumdharau mwenzake yavunja undugu. Ndio maana Mtume alipotaja baada undugu baina Uislamu akataja mambo yanayovunja undugu, akasema almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake. Katika mambo akataja la yahtaqiruhu, hamdharau ndugu yake. Ar-Rasul kutaja mambo ya kumdharau ni kwa sababu kudharauliana yavunja undugu. Na wacha niwaeleze, mwanadamu yoyote unapomkosea, makosa huwa ni tofauti, lakini kuna kosa moja wanadamu wote wamekubaliana, ukimfanyia mtu hayuko tayari kukubali, nao ni kumuonesha madharau. Mtu kumuonyesha madharau hakubali. Hasa ulama wakasema usiwahi kumdharau ndugu yako Muislamu na kumuonesha kwamba wewe uko chini na mimi niko juu, wewe ni duni na mimi niko juu. Hiyo yavunja undugu. Niwape faida. Ulama wametaja sababu 7 ya mtu kumdharau mwenzake. Kwa sababu ya hizi neema 7 amepewa moja, ajiona yeye yuko juu ya wenzake. Hizi neema 7 asiokaa akamshukuru Mwenyezi Mungu, bali imempelekea kujiona kwamba mimi niko juu ya watu. Neema 7 hizi ulama wametaja, Imam Ghazali, Ibn Qudama, Ibn al-Jawzi, wote wametaja. Neema ya kwanza ni elimu, kwa sababu Allah amekupa elimu, wamdharau ambaye hana elimu. Neema ya pili ni amal, Mwenyezi Mungu amekusahilishia amali ya khairi, waswali, wafunga, wafanya khairi, imekuwa sababu ya kuwadharau wengine kwa sababu huyu haswali, huyu yuko nje, huyu haje safu ya kwanza. Kwa sababu Allah amekupatia amali njema, usiokaa ukamshukuru, bali imekufanya shetani amekuonesha kwamba uko juu ya watu. Nani amekwambia yako imekubalika? Haujui. Sababu nyingine ulama wametaja yenye kupelekea watu kudharau wenzao ni neema ya mali. Mtu amepewa mali, adharau yule ambaye hana mali. Sababu ya 4 ulama wametaja ni neema ya nguvu. Mtu amepewa nguvu katika mwili, akitembea, sisi Mombasa tunasema kifua kama dushi, akitembea kifua kiko mbele kwa sababu ya nguvu aliyopewa. Neema ya 5 ambayo inakuwa sababu ya watu kudharauliana, na hii iko hasa baina na wanawake, ni'matul jamal, kwa sababu ya urembo na uzuri Allah alimpatia. Bali wanawake wengine, mmoja kisa cha kustajabisha, mwanamke kwa sababu wajua ana sura nzuri na yupendwa na watu wengi na wanamtamani, mume wake amemsumbua, wametofautiana na mume wake kidogo, wewe bwana usinisumbue, nipe talaka yangu, kuna wengi wanitaka. Nini kilichomfanya yeye kumzungumzisha mume wake kwa ajili ya hiyo? Ni neema ya uzuri na urembo. Ni ngapi hizo? Al-ilm wal-amal wal-mal wal-quwwa wal-jamal. Neema nyingine ambayo inapelekea watu kudharauliana ni neematu kathratul atba'. Mtu madamu ana wafuasi wengi, ama ana influence, ama watu wanamsikiza akizungumza, akiambia watu nendeni left, watu wanaenda, nendeni right, madamu ana watu wanamsikiza, inampelekea yeye kudharau watu, akajiona yuko juu ya watu. Na neema ya 7 ya mwisho, kwa sababu ya familia yake na jina na kabila aliyokuwa nalo. Mimi mtoto wa fulani, mimi ni kabila fulani. Bidii hakufanyia, ni wazee wake wamefanya bidii, lakini kwa sababu yeye ametoka kutoka boma fulani ama nyumba fulani, azungumza na watu na kuwadharau watu. An-nasab. Kwa hivyo ulama wakasema ukitaka undugu upatikane, basi lazima tusidharauliane.
Jambo lingine, undugu kupatikana si kwa jina peke yake, basi pia tusiwe ni wenye kudhuriana. Usimdhuru mwenzako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam ametukataza tusileteane madhara. Usimdhuru ndugu yako, bali akatoa mifano njia mbili ambao watu wanaofanyana madhara na inapelekea undugu kuvunjika. Mfano mmoja ni mfano wa biashara, mfano wa pili ametaja mfano wa ndoa. Ama biashara, sema Rasul sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari na Muslim, hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu, la yabi'u ar-rajul ala bi'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa ya'dhana lahu. Ndugu asiende kufanya biashara, katika hali ya kufanya biashara akamuibia ndugu yake customers wake, wateja wake. Hasa fulani ashakuwa ni mwenye kuzungumza, ataka kununua, mathalan nimependa Buyenzi, nikamuuliza Sheikh Zubair kuna ardhi gani? Ananiambia kuna ardhi hapa na ardhi hapa na ardhi hapa. Nikaenda sehemu moja ardhi nikapenda, wenye ardhi wale wengine wakapata habari, wakaja kwangu, mimi nafanya biashara, ambia usinunue kwake, njoo nunua kwangu, mimi nitakupatia kwa bei fulani. Ar-Rasul ametukataza, ametukataza, yavunja undugu. Bali ya kando na kuvunja undugu, hasara nyingine inayopatikana ni kwamba hawa ambao watakao kuja baadaye kuniuzia na wakanifanya nisununue kwa huyu, labda mimi mwenyewe nikatae, niseme sitaki, nikaenda kutafuta kwingine, wakasikia kwamba wale hawakuelewana, sasa wakija kwangu hakuna shida. Lakini bado nazungumza na huyu, tuko katika hali ya maelewano, ukaja ukaingilia kati ukaniambia mimi nitakupatia kwa bei fulani, achana naye yule, nikanunua kwako, Allah hakubariki katika hiyo biashara na hakubariki katika hiyo pesa, na juu yake yavunja undugu. Mfano wa pili, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ametoa ni katika ndoa. Fulani amepeleka posa mahali, amepeleka katika boma fulani, na mimi namtaka yule msichana, nilikuwa nasubiri pesa sijafikisha, lakini amenitangulia. Ar-Rasul asema usiende, ngoja, ukisikia amerudishwa ama binti amekataa ndo upeleke posa. Lakini uende ukamtafute msichana kwa FaceTime ama WhatsApp ama Snapchat, ukamwambia naja mimi, usikubali mimi ndo naja. Ar-Rasul asema la, usifanye hivyo. Na siku ukiamua kumuoa huyo msichana ukamuibia mwenzako, na ili hali msichana yeye mwenyewe hajasema la, wala familia yake haijasema la, bado hajapewa jawabu, wewe ukasema acha mimi niende haraka, ukaingilia kati katika process ya hawa wawili kabla huyu hajasema no ama hajaambiwa no na familia, ukaenda ukaamua kuoa wewe, ukaingilia kati eti kwa sababu msichana ni mrembo ama ni msichana mwenye dini, hata wewe ni sababu gani, ukaamua kumuibia mtu mke aliyemtaka kabla hajaamuliwa kuambiwa no, hajaambiwa la. Ujue kwamba ndoga hiyo hata ukimuoa huyo mwanamke, Mwenyezi Mungu hakubariki, na usitarajie khairi katika ndoa hiyo, na juu yake utavunja undugu. Kwa hivyo undugu kupatikana ni kwamba tusidhuruyane, nisikudhuru na wewe usinidhuru, itasababisha undugu kufanya nini? Kudumu. Kwa sababu ya wakati, jambo la mwisho yenye kuleta undugu ni kuwapokea ndugu zako kwa uso wa furaha unapokutana nao. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Asema Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, usidharau khairi unayofanya, hata kama utampokea ndugu yako kwa uso wa bashasha na furaha. Hasa mimi nilipokuja nimepokewa na uso wa bashasha na furaha. Hii kuanzia airport watu wananipokea kwa furaha, na hii yanifanya nipende nchi zaidi na nipende watu. Kwa sababu gani? Hata ukiwa mgeni umekaribishwa na mtu katika nyumba yake akakupokea vizuri mlangoni kwa uso wa bishara, kwa uso wa bashasha na furaha, ya kuonesha huyu mtu amenifungulia moyo wake kabla hajanifungulia mlango wake, sivyo? Ni katika haki wa Uislamu. Ulama wasema ukimwona ndugu yako, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mbona mcheki jamani? Si mimi nacheka na nyinyi. Ahsan. Kwa hivyo haya ndo mambo ambayo yatakayojenga undugu, na mambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na namaliza kwa maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, innamal mu'minuna
ikhwana. Na namaliza kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, enyi waja wa Allah kweni mandugu. Mtume Muhammad aambia waja wa Allah kweni mandugu. Tuko tayari kwa mandugu? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.